Toka uanze mwaka 2026, ukitaja watu ambao hawajakauka kwenye midomo ya watu, huwezi kuacha kutaja jina la Kiredio. Kazungumziwa kwenye vitu vingi sana, hasa kupitia mpenzi wake V$. Toka tarehe 1 mwezi wa pili mpaka tarehe 14 ilikuwa story ni Kiredio tu. Watu wengi wakazungumza ameachana na mpenzi wake na nini, lakini mwisho wa siku kumbe walikuwa wanatengeneza content, attention na nini. Mwisho wa siku wamerudiana. Baada ya kurudiana akapata dili. Alivyopata dili la milioni 17, akatoa kauli ambayo imepokelewa vibaya na wasanii. Kiredio alitoa kauli akasema top 10 content creators Bongo mnaowajua wanaingiza pesa nyingi kuliko hata wasanii wengine wa muziki mnaowashangilia huko mtaani. Ni vile tu kila kitu ni siri, na hata huu mkataba nilioposti snap, bahati mbaya hii sio sifa, ila mjue hii industry ina hela nyingi ukiweka juhudi. Msiwachukulie poa content creators, respect them. Na hapo ni kazi moja kwa mwezi, unakuta mtu unafanya kazi na makampuni 4 unaingiza kiasi gani? Hiyo kauli inatosha kukupa picha nini ambacho Kiredio aliandika na watu wasanii wamekupokea nini. Kila mtu kapokea kwa design yake. Nimeona mpaka rapa Suma Mnazareti pia ameandika hicho kwamba madogo wameingia kwenye kiwanda, wameanza kuleta dharau, kwamba wanatudharau wasanii. Kulikuwa na haja gani ya kumention wasanii? Yeye angebaki tu kusema wanaingiza hela. Kauli ya Suma. Kiredio alichozungumza sio kibaya na sio kizuri sana, lakini kitu alichoongea Suma sio kibaya pia. Kila mtu kazungumza kwa upande wake. Huenda labda wasanii walikuwa wanawadharau content creators, maybe ndio maana Kiredio ameamua kuwakilisha kwa upande huu, kwa sababu ya aina ya content zake anazozitengeneza. Anagusa zaidi watu. Kugusa watu hamaanisha anasaidia watu, bali content anazozifanya ni zile ambazo watu wanaziishi daily kwenye maisha yao. Za mahusiano ni vitu vya kawaida ambavyo kila mtu anaona maana kama Kiredio kanizungumzia mimi, ana haja ya kuandika anachotaka kuandika, kwa sababu ukitaja watu ambao wamezungumziwa, wametrend hata kuliko wasanii wa Bongo Flava ni Kiredio. Kwa kauli yake sio tu kwenye hela, hata kuzungumziwa, katukano, akaachwa na mwanamke, kafanyaje, kaja kutengeneza content ambazo zimetrend nini za Valentine. Nani msanii gani utanitajia? Labda kina Diamond. Lakini wengine the rest hamna mtu anampita, amempita Kiredio kwenye upande wa content. Nizungumzia ngoma Anasinzia tu, namna ilivyompa heshima Mario na namna inavyomkuza Mario. Na hata Nameless alikuja kwenye page yangu akacomment akasema ni mimi nimezungumza kama nilikuwa kwenye akili yake, ni kwamba nilikuwa sahihi. Nameless jana kaandika kitu kwa ku-appreciate na kutoa heshima kwa Badi. Nimependa sana kufanya hii remix na brother wangu wa Tanzania Mario. Amebless with new vibe ambao unapendeza sana for the young generation. Mario, uko na heshima yangu, halafu uko na timu ya nguvu. Hapo sawa Kim. Tuzidi. East Africa, thank you for the many years of love you have shown me and my songs. Keep watching, keep sharing and keep making sweet memories. This is for the lovers in the house. Akamaliza hivyo. Watu wengi walikuwa wanasema kama wimbo Wanasinzia tu Mario kaja kuharibu. Wanaamini melody aliyoimba pale haiendana na Wanasinzia. Mnajua kwa nini Nameless aliamua kufanya remix ya Wanasinzia? Kwa sababu alikuwa anatafuta utofauti. Mario alichofanya ni kuleta utofauti kwenye wimbo Wanasinzia. Ndio maana Nameless ana admit kwamba Mario ameleta new vibes kwenye hii generation. Yaani sidhani kama kuna msanii wa hii generation East Africa anasikilizwa zaidi ya Mario. Mtu atendagia Mbosso sio generation hii. Mbosso wa kitambo kidogo kina Slay. Mario kaja juzi. So Nameless alichofanya collab, amefanya collab na msanii sahihi. Msanii anayefanya vizuri kwenye hii generation ndio king wa new generation. Na ameubless wimbo kwa kuleta vibe mpya, new melody, new sound. Na ndio maana Nameless anasema Mario amekuja kubless na kuleta kwenye version ya Gen Z, version ya kizazi kipya. Na ndio maana hata ukipita kwenye challenge za wimbo Wanasinzia tu, madancers na influencers wanafanyia challenge na verse ya Mario kuliko ya Nameless, kwa sababu ya Nameless watu wanaijua. Ya Nameless tayari inajulikana. Verse ya Mario ni mpya. Verse ya Mario iko kwenye version mpya. Verse ya Mario iko kwenye generation ya sasa hivi. Hata maneno nao yaimba ni yale ambayo yapo yanasambaa mtandaoni sasa hivi. Ndio maana Nameless anaamini kabisa Mario ameleta kitu kipya.
Watu wanasema Mario katoka kwenye wimbo, katoka kwenye focus ya wimbo na theme ya wimbo. Kilichokuwa kinatafutwa kwenye wimbo wanasinzia tu ni utofauti. Umeshanielewa? Sio usawa. Kama akaleta utofauti, ndio maana yake Nameless ana admit kwamba Mario kaleta new vibe. Mario kaja kuleta sound mpya kwenye generation hii, kwenye wimbo wa generation iliyopita. So, big shout out sana Mario. Katika interview Mr. Nice nimenoti vitu viwili. Ugomvi, chanzo cha ugomvi wa Dudubaya na Mr. Nice, then Alikiba aliwahi kumuimba Mr. Nice kwenye Makmuga. Big shout out sana my brother Chief God Love. Of course watu walikuwa wajui vitu vingi, umefanya interview na Mr. Nice, imekuja kufungua baadhi ya vitu. Nianzie na hii ya Dudubaya. Mr. Nice ameeleza chanzo cha ugomvi wake na Dudubaya. Anasema yeye hakuwa na tatizo na Dudubaya, ila wakati anafanya vizuri yuko kwenye moto. Of course Mr. Nice ndio alikuwa Diamond wa sasa hivi yani. Unavyoona moto wa Diamond ulikuwa Mr. Nice wa zamani, alikuwa na hela, alikuwa maarufu, anatoa ngoma zinaenda. Hasa anasema kuna siku alikuwa anazindua album ya Jenje. Wakati yeye akaalikwa kwenda kuperform, yani alikuwa ni miongoni mwa invitation wasanii ambao wanaenda kutumbuiza kwenye uzinduzi album Mr. Nice. Sasa wakati ana perform akamwona Dudubaya anakuja. Yeye akijua Dudubaya anakuja kumtunza jukwani. Mwisho wa siku akaja kumdunda ngumi. Unafahamu yule wimbo wa mshamba ule wa Mr. Nice, sio nini mshamba huyo, mwacheni apige kelele sio nini. Sasa anasema kwenye huo wimbo Dudubaya alihisi yeye ndo anaitwa mshamba na Mr. Nice. Na wakati yeye hakuwahi kumwimbia Dudubaya, hawezi kupoteza muda wake kumwimbia Dudubaya. Yeye aliimba wimbo kama wimbo, ila Dudubaya labda alihisi yeye kaimbiwa kaitwa mshamba, ndio maana akapanda stage kaenda kumpiga ngumi. Umeshanielewa? Na alienda polisi akamshtaka, akasema nilimsamehe ili asifungwe na vitu kama hivyo. Na tena akasema Dudubaya aliwahi kupigwa. Dudubaya anasema je, aliwahi kupigwa sio na kikosi cha Mizinga na Kalapina na nini Bilkanas, lakini pia walienda Moshi, pia aliwahi kufanywa vile. Hiyo ni kwenye upande wa Dudubaya na Mr. Nice. Mr. Nice akaendelea akaeleza, unajua wimbo wa Makmuga wa Alikiba wakati unatoka unafanya vizuri. Sasa watu wengi walikuwa wanasema Alikiba amemwimbia Mr. Nice mchizo wa bongo Makmuga. Alienda South Africa akazamia na nini akafilisika. Na ufahamu wimbo wa mchizo wa bongo Makmuga. Yaani Alikiba alitoa ule wimbo kumuimba Mr. Nice kwamba mchizo wa bongo alikuwa na hela. Akaenda kuzamia sio South Africa, lakini akaenda kuzamia mbele. Alivyoenda kuzamia mbele akaenekeza starehe, wanawake, club na nini. Mshanielewe? Mwisho wa siku Makmuga kafilisika. So watu walihisi Alikiba aliwahi kumuimbia nani? Mr. Nice. So ndo Mr. Nice anakuja kujibu, anasema yeye kwenye maisha yake kwanza yeye anamheshimu sana Alikiba, ila hajawahi kuonana na Alikiba hivi. Yaani wote ni wasanii ila hajawahi kumuona Alikiba kwa macho. Na anasema hajawahi kuonana naye. Kwa vitu vingi watu wanazungumza tu mitandaoni, yaje kuonana na Alikiba. Alishawahi kumunganishia dili la Mozambique na hajui kama alienda au hakuenda, lakini hajuana na Alikiba. So Mr. Nice ameclarify ile jambo, hajawahi kuona tatizo naye, hana tatizo naye, hajawahi kuonana naye, na pia ameongelea swala la Dudubaya. Ngoma ya Kuamini ya Fina pamoja na Eni kutoka Nigeria. Mshikaji ambaye alikuwa ni content creator. Sikuwahi kumfuatilia nyuma sana Eni, lakini watu wengi wa Tanzania wamekuja kumfahamu Eni kupitia Juma Jux, harusi ya Juma Jux, na pia kupitia Fina. Fina ndo amekuwa na mahusiano mazuri sana na Eni. Sasa wametoa ngoma inaitwa Na Kuamini, ambaye inafanya vizuri. Jamaa ameimba Kiswahili mwanzo mwisho. Kitu cha kwanza nimpongeza sana Fina. Na hii haiji kama mtu hataki kujifunza. Mshikaji hata yeye anataka kujifunza Kiswahili. Siku ya kwanza kabisa anafika Tanzania alikuwa anajaribu kujitahidi kuzungumza Kiswahili. Lakini final ametoa ngoma na Fina na ameimba Kiswahili. Hiyo ni jambo la kwanza la kujivunia kwamba Kiswahili ni miongoni mwa lugha ambayo watu wanazidi kuipenda. Hata wa Nigeria wakati Juma Jux anafanya harusi na Priscilla, wengi walikuwa wanataka kujifunza Kiswahili. Wanasema lugha, yani pronunciation zake nzuri zinavutia. Umeelewa? So Eni yeye akajitahidi akajifunza Kiswahili, nao ni master kabisa wa Kiswahili. Wimbo ambao walikuwa wanashoot siku za nyuma, kama mnakumbuka, ilikuja kutokea clip kwamba
Eni amedondoka, amekimbizwa hospitalini. Watu wengi walihisi labda anashuti movie, labda ile movie ya Arinzo ile ambayo Juma Jux yupo pamoja na Zuchu na nini, lakini kumbe ilikuwa ndo wana shooting wimbo, video ya wimbo Wanakuamini na Phina. Umeelewa? Na kama unavyoona yeye anaondoka anaenda jeshini, Phina amekaa nje ya gate, yeye yuko ndani anamwaga kwamba nakuamini, naenda huko kupambana, lakini mimi nakuamini wewe. Impact ni nini ya Phina kufanya kazi na Eni? Eni nao amekuza fanbase yake Bongo. Phina naye Nigeria, hata kama hajakuza sana, lakini Nigeria at least kapata kitu, kaingiza kitu kupitia Eni. Alienda Nigeria, Lagos. Hata wa Nigeria wao walikuwa wanapenda namna Phina anavyoishi na Eni na nini, wanapika, wanacheza, wanafanya nini. Mara kaja kutokea tuzo za Afrima, hiyo ndio impact. Phina kwa mara ya kwanza ameenda kuperform Afrima. Phina kwa mara ya kwanza ameenda kuwa miongoni mwa watu ambao wanataja washindi kwenye tuzo za Afrima. Hiyo ndio impact ya kuwa na mtu ambaye at least ana jina kule. So Phina pia impact yake ameanza kufaidika Nigeria, kukuza fanbase yake Nigeria. Kama Eni East Africa ni maarufu sana kwa sababu anapenda kuongea Kiswahili, amechangamka, vibe, naelewa, anapenda kujichanganya. Manake huku Tanzania na Afrika Mashariki tayari mshikaji ana jina. Kwa tayari mshikaji amewini market yetu. So Phina pia anachotakiwa kufanya awini market ya Nigeria, na ndio target ya Phina. Hii ni win-win situation. Moja awini market ya huku na mwingine awini market ya kule, then wafanye biashara. Na mimi siamini kama wapo kwenye mahusiano. Ninachoona ni kama wanatengeneza content, wanafanya attention kwa ajili ya ku-create content, uendelee kutrend, kuzungumziwa, then wafanye biashara yao ya kiburudani. Huyu anaigiza, huyu anafanya muziki, na watu wanafanya muziki sasa hivi, ndio kitu ambacho wanatakiwa kufanya. Na kama ukiangalia kwenye clip moja ameposti anavyompikia Phina, unaweza kusema mtu yuko na mpenzi wake kweli, kampikia, akafanya hiki, kafanya hiki. Understand? Phina kakaa kapelekwa chakula na nini. Mimi nimevutiwa kwa kweli. Combo ya Phina na Eni ina impact sana kwenye kiwanda. Impact yake ni kubwa sana. Mwezi ukiona sasa impact, lakini baada ya mwaka moja Phina inawezekana akaja kuwa msanii ambaye anafanya vizuri zaidi Nigeria, kwa sababu mshikaji Nigeria na jina. Umeshaelewa vizuri? So maana yake kupitia fanbase yake Nigeria lazima itamtambulisha Phina pia Nigeria. The same kwa Phina. Sasa yeye alichowini sio na wini market ya Phina, kwa sababu Bongo pia Phina sio kwamba ni msanii mkubwa hivyo, bali alichowini ni ile issue ya Juma Jux na Priscilla. Ile ilimpa jina sana. Ile harusi yao alijichanganya na alikuwa anajua nini anafanya. Hao ndio wa Nigeria wenye akili. Alikuwa anajua nini anafanya, na alitaka soko la Afrika Mashariki. So ukitaja kiburudani, ukiondoa South Africa na Nigeria, sehemu nyingine ambayo utahitaja iko vizuri kiburudani ni East Africa, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda. Wako vizuri sana. So kiwini market ya huku kibiashara kwako inakaa vizuri. Ndio maana unaweza kuona wasanii wengi wa Nigeria hawaendagi sana South Africa, hawaendagi sana Afrika kaskazini, wanakujaga East Africa. Nigeria East Africa, West Africa, East Africa ndio sehemu ambazo zina mahusiano mazuri. So kiukweli hiyo ni mbinu nzuri sana ya kibiashara ambayo kila mmoja anajaribu kuwini kwa upande wake. Mr. Blue alikuwa anafanywa interview na Jambo FM, Big Sharosa Jambo FM. Kazungumza vitu vingi sana. Mr. Blue kazungumziwa issue ya Alikiba, ukaribu wake na Alikiba, alivyoeleza yeye ndio alikuwa msanii wa kwanza mkubwa kumpa nafasi Alikiba, na kwa level leo kuwepo ilikuwa ni ngumu sana kumpa nafasi mtu kama Alikiba, lakini yeye alikubali kwa sababu ukaribu wake na Alikiba. Kwenye wimbo wao kwanza, nafikiri wimbo wa kwanza Alikiba alifanya akiwa na Mr. Blue pamoja na Dully Sax. Mr. Blue tayari alikuwa na jina, Dully Sax alikuwa na jina, lakini Alikiba ndio alikuwa anajitafuta, wakampa nafasi. Umeshaelewa? So anasema hata yeye Alikiba alikuja kulipiza fadhila baada ya kumshirikisha kwenye ngoma ya Mboga Saba. Anasema wakati anamweka kwenye ngoma ya Mboga Saba, Alikiba tayari alikuwa na jina. Sio kwamba alikuwa na jina, Alikiba mkubwa ndio anafanya vizuri kuliko yeye. Then amesainiwa na Sony Music. So akamuuliza, ndugu yangu, tunatoa hii ngoma, video tutashoot kweli wewe uko chini ya Sony? Akamwambia tutashoot tu. Umeshaelewa? Of course mimi historia nilionayo kuhusiana na hiyo video, kuna siku nitakuja kumuuliza Mr. Blue. Mr. Blue alipata shida sana kwenye hiyo video. Yaani nahisi ukitaja video ambazo Mr. Blue amepata shida sana ni Mboga Saba. Inawezekana zipo zingine. Inawezekana ngoma zingine Mr. Blue alipata shida kushoot. Lakini usiondoe Mboga Saba. Mr. Blue alipata shida sehemu hizi mbili. Ya kwanza, namna ya kumpata Alikiba ili aende kwenye kushoot. Ndio maana Alikiba kwenye video ya Mboga Saba kaonekana sini hii moja tu.
ile wako hotelini pale, Alikiba amevaa shati lake jeupe. Ilikuwa ni mbinde kumpata Alikiba kwenye video. Naomba Mr. Blue alihangaika karibia miezi kadhaa kumtafuta Alikiba akiwa ametulia wa shoot video. So mwisho wa siku akaja kumbahatisha, na ndio scene hiyo hiyo wakamalizana naye ya mboga 7. Hawajataka mambo mengi, sababu ilikuwa ni ngumu sana kumpata Alikiba. Hiyo ndio kitu ambacho mimi ninacho. Sehemu nyingine ya Mr. Blue alipata shida ni kumpata video vixen. Yule video vixen anasema ni mwanamke wa kaka yake, yuko Iringa. Huyu mwanamke anaishi Ulaya, Marekani. So alivyokuja ndio akamuomba, bwana naomba nikashuti naye. Mshaelewa? Ndio akaruhusiwa, bwana nenda kashuti naye. Alivyoshuti yule mwanamke naye akaendelea na misha zake. So yule aliyokuwa anashuti naye kwenye video mboga 7 ni mwanamke wa kaka yake moja, yuko Iringa. Sio video vixen kwamba kaenda kamlipa, no, mwanamke wa kaka yake. Kwa ni familia. Ndio akashuti naye mboga 7, na alikuwa anatafuta mtu wa namna ile, akashuti naye mboga 7 wakashuti. So sehemu alizopata shida ni yule video vixen na kumpata Alikiba. So akasema Alikiba alikuja kulipa fadhila kwa sababu yeye pia alitoa fadhila, na wako cool kabisa na Alikiba, na ndio wametoka mbali. Issue ya pili ambayo Mr. Blue alizungumzia ni nani mkubwa kati ya Mario na Mbosso. Nani mkubwa kati ya watu wawili? Mr. Blue amekuwa very clear. Akasema yeye yuko pande wa Mario. Yeye anamchagua Mario. Kwake yeye Mario ni mkali sasa hivi kuliko Mbosso. Kaulizwa kwa nini unasema Mario ni mkali kuliko Mbosso, akatoa sababu moja kubwa sana ambayo hata wewe utamuelewa. Kasema Mbosso sio generation ya Mario. Mbosso alikopo since inaitwa ya Motobendi, yakaita since kipindi cha baridi kule. Baridi manake vice versa ya Motobendi ni baridi. So anasema Mbosso alikuwepo since way back, yani alikuwepo kitambo. Sio generation, sio kizazi cha Mario. Mbosso alikuwepo muda sana. So akasema kama unamchukua brother unamshindanisha na dogo, always au obviously mimi nitaenda kwa dogo. Siwezi kwenda kwa brother mkubwa. Kama mmeamua kuweka vita ya kaka na mdogo, yeye ataenda kwa mdogo, hawezi kwenda kwa kaka. Kwa Mbosso ni msanii mkubwa, ni msanii ambaye kashafanya vizuri before Mario. Mario kaja juzi tu. Umeelewa? Lakini sasa kama huyu dogo kaja juzi kimuziki na mnataka kumshindanisha na kaka, manake huyu mdogo ndio bora. Ndio kauli ya Mr. Blue. Hii inatoka kwangu, sio kwa Mr. Blue. Sio kwamba tunataka kushindanisha Mbosso na Mario. Unajua soko la muziki Tanzania limetekwa na wasanii wawili kwa muda mrefu sana. Alikiba na Diamond kwa muda mrefu sana. Hakuna wasanii ambao wamewahi kuja kujiingiza katikati wakawa na fan base kubwa zaidi ya wasanii wawili ama giant wawili wakubwa. Effect yao imeenda mpaka Afrika Mashariki. Umeshaelewa? Ushindani wao umeenda mbali. Hata East Africa wanawashindanisha Alikiba, Diamond, Alikiba, Diamond. Sio wa negative, ni positive way. Wanashindana kwenye ubora. Alikiba akitoa ngoma bora, Diamond atapambana atoe ngoma bora. Nakumbuka hii ngoma ya Seduce Me, ilivyotoka Seduce Me ya Alikiba, Diamond akaingia studio na vijana wake wakatoa Zilipendwa. Ikaingia ushindani mwingine. So walikuwa wanashindana kwenye ubora. Toa kizuri nitoe kizuri. Fanya mafanikio na mimi nifanye mafanikio. Fungua lebo nifungue lebo. Fungua media nifungue media. Umeshaelewa? Saini wasanii ni saini wasanii. Tunachotaka ni kukuza wasanii. Alikiba na Diamond wameshindanishwa, lakini angalia fan base yao mpaka nje. Mafanikio yao nje. Sasa kama njia ni hii, kumbe tukiwashindanisha wasanii wanakuwa wakubwa. Kwa nini tusiwaingize kwenye hii issue Mario na Mbosso? Tukuze wasanii wengine wakubwa, level ya Diamond, level ya Alikiba. Mwingine atafungua media na wewe unafungua media na lebo nini. Tukuze wasanii. Hakuna issue negative, ni impulsive way. Ushindani ni kitu cha msingi kwenye sehemu yoyote, hata kwenye biashara yako unayofanya. Ushindani wa mafanikio. Huyu kaleta kitu kizuri na mimi nitapambana nilete kitu kizuri. Ndio ushindani ambao tunaozungumzia hapa. Kuna ubaya gani? Hakuna ubaya. Ndio kitu ambacho mimi nimekiona Mr. Blue amekinyoosha. Nimeona video na trendi ya wachezaji wa Chelsea, Cole Palmer, Joao Pedro pamoja na Cucurella wanasikiliza ngoma ya Show ya Diamond Dubai. Sio wanasikiliza, walikuwa club. Bali ngoma ya Diamond imepigwa wakiwa club. Sasa mtu ambaye alikuwa na rekodi, akarekodi huku wako ndani. Kwa hiyo yeye akaposti akasema Joao Pedro, Cole Palmer, Cucurella wanasikiliza ngoma ya Diamond ya Show na nini. Ninatolea mfano wachezaji kama wa Nottingham Forest ambao ni timu kubwa. Unaelewa? Mtu kama Anthony Elanga ambaye katoka Manchester United,
Mtu kama Odoi katoka Chelsea. Zile ni timu kubwa sana, wameenda Nottingham Forest, lakini ni washikaji zake Diamond, ambao mara nyingi tumeona Diamond ikiachia nyimbo huwa wanaweka, wakiposti picha wakitoka kwenye game, wanaweka background sound ya ngoma za Diamond kama Shoe, kwa Masava, mnaelewa vizuri baadhi ya ngoma zake. Ukiacha hivyo, hata kwenye mazoezi wakiwa dressing room huwa wanasikika wakiplay ngoma za Diamond. Ni kitu ambacho wale ni wachezaji wa standard ya juu Premier League. Ni kitu ambacho tumeona kwa wasanii wa Nigeria. Nimeona baadhi ya watu wanasema kwa kucheza ndo nini. Nimeona baadhi wa mashabiki mitandaoni, wasanii wa Nigeria wao wanakuwa proud. Davido waliwahi kumwimba Cristiano Ronaldo, lakini Ronaldo alichofanya akamfollow tu Instagram. Davido alipiga kelele karibia dunia nzima ilijua. Ukiachana, Ronaldo aliwahi kusikiliza ngoma ya Rema ya Calm Down. Anafanya mazoezi, yuko na watoto wake, anasikiliza ngoma ya Calm Down ya Rema. Story kawa kubwa Nigeria. Ukimwangalia Yamini Yamal, huwa anaifanyia challenge ngoma ya Skele ya Shake Bore ile ya Skels. Umeelewa? Paka Skels aliondoka kaenda Barcelona, akakutana na Yamal, akakutana na familia yake na mama yake. Manake wenzetu wanakuza hivi vitu, vinakuwa story kubwa. Lakini sisi vikifanywa na msanii wa Tanzania, tunaona huyu anachofanya ni ushamba. Mind you, mashabiki wa Barcelona wangapi leo wanamfahamu Skels? Wanaifahamu ngoma ya Shake ya Skels, na imetoka zaidi ya miaka 7 iliyopita. Lakini leo ikatrendishwa na Yamal. Mashabiki wote wa Barcelona wanamfuatilia Yamal. Sasa ile fan base yote ya Barcelona ndio imfuatilie Skels. Skels ngoma yake kwanza ilipanda chart. Ikapanda chart, ikarudi kwenye peak. Ikawa na numbers nyingi, ikaongeza numbers Spotify, ikaongeza numbers YouTube, ikaongeza numbers Apple Music. Kwa sababu mchezaji wa Barcelona alifanyia challenge. Then fan base yote ya Barcelona ikaenda kusikiliza huo wimbo. The same kwa mtu kama Diamond. Kama ngoma yake inasikilizwa na wachezaji wa Premier League, kwa nini tusiwe proud? Proud kwanza, ngoma zetu zinasikilizwa na wachezaji wa Premier League. Then proud ya pili, kuwa na msanii mkubwa level hizo. Kuwa na msanii mkubwa level anasikilizwa na wachezaji wakubwa wa Premier League. Tuna ushahidi wachezaji wengi wameshawahi kufanya challenge za Diamond. Mtu kama Pogba anamfahamu Diamond, aliwahi kufanya challenge ya Komasava. So ukiangalia level ya hawa wachezaji, ukubwa wa hawa wachezaji, fan base za hawa wachezaji, then wakawa wanasikiliza ngoma za msanii wa Tanzania, tayari lazima sisi tuwe proud, tujivunie kwamba hata saundi yetu ya Tanzania inasikilizwa nje. Sio kwamba Pama aliplay wimbo yeye, bali alikuwa club, ule wimbo ukawa unasikilizwa club, na huyo mtu akarekodi clip akaituma, akasema wachezaji wa Chelsea wanasikiliza ngoma ya Diamond ya Shoe. Kwa sababu gani warekodi kwenye ngoma ya Shoe inachapwa? Kwa sababu ya ukubwa wa msanii pia ambaye ngoma yake inasikilizwa. So ni kitu ambacho Diamond anajua, anajivunia, lakini mashabiki pia lazima wajivunie, na wadau kwenye kiwanda lazima tujivunie kwamba hata ngoma zetu zinasikilizwa kule, hata kama msanii wetu hayupo. Diamond hakuwa Dubai. Na mimi nikwambie tu, wachezaji wa level hiyo ya Chelsea hawawezi kwenda kwenye club ya kawaida, wanaenda club ya VVIP Dubai. So maana yake kama ngoma ya Diamond inapigwa kwenye club kubwa ya VVIP ambao wanaenda wachezaji wakubwa, wanaenda wasanii wakubwa, maana yake ni kwamba level aliyofika Diamond ni kubwa. Ana uwezo wa kusikilizwa kwenye level yoyote ile na mtu wa aina yoyote ile. Ukiona Diamond anasikilizwa kule, wasanii wengine lazima wawe inspired kwamba Big anasikilizwa huku, mimi nifanye nini? Nifanye muziki wa namna gani na mimi nifikie level ya kusikilizwa huku? Ndio kitu ambacho mimi ninachotaka kukimaanisha. Umeshaelewa? Ni kazi kwa wasanii kufanya ngoma ambazo ziko na standard ya ushindani wa kimataifa, lakini pia kuwekeza kwenye promotion. Leo kuja kumuuliza Diamond hiyo ngoma kwa mfano ya Shoe na Komasava, gharama yake aliyoitumia kufanyia promo ni kubwa sana. Kukutana na ma DJ wakubwa wa Ufaransa, umeelewa, kutoa remix na Jaso Derulo, Chris Brown kaifanyia challenge. Unahisi mshikaji kagharamika kiasi gani? Ni hela kubwa sana. Alienda Marekani kakaa karibia wiki kadhaa kufanyia promo, na aliulizwa moja ya swali akasema alitumia karibia $300,000 kukaa kufanyia tu promo ngoma hiyo Marekani. So maana yake ukiangalia kwenye level hiyo, impact yake ni kubwa sana. Nilitaka nigusie hiki cha wachezaji wa Chelsea kusikiliza Shoe ya Diamond, lakini pia namna mshikaji anavyojua kufanya promotion, na mimi ninavyojua akili yake ilivyo. Akitoa wimbo ambao anaamini soko lake ni la bongo la Afrika Mashariki, huwa ana invest kwa watu maarufu wa loko ndani. Kama wimbo unahusiana na bongo flavor, ana invest kwa influencers na ma content creator wa bongo. Kama wimbo ni wa kimataifa, ana invest kimataifa. Big shout out sana my brother Biggie.